Tena tuko na Madi Ice, mkali kabisa muziki wa Bongo Flava, nguli kabisa, legendary. Tumekutana naye hapa katika pitapita zetu, tukasema tuzungumza naye mawili matatu kwa sababu tunajua kitambo sana mzee wa Ulaya. Inakuwaje mkubwa? Niko poa kabisa, mzima? Mzima kabisa, nakubali sana. Okay, labda mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako. Nimesikia juzi ulikuwa unamzungumzia Mika Mwamba kwa undani sana, lakini sikupata kufahamu zaidi, lakini mimi nilikuwa nataka kutufafanulie ilikuwaje kwanza mkakutana Mnazi Mmoja. Tuanzie hapo. Unajua Mnazi Mmoja ndio ilikuwa studio za FM zamani. Za FM studios ilikuwa Mnazi Mmoja, nadhani ile miaka 99, nadhani 2000 kama sijakosea. Alafu baadaye zikaja kuhamia hapo Hugo House Kinondoni. So kwa hiyo sisi tunakuja kukutana, kila mtu ambaye alikuwa anataka kufanya recording lazima kwenda uende Mnazi Mmoja, unitafute jamaa, upate booking yako basi. So kwa nini ndio kilichotupeleka kule. Nilienda kurekodi na mshikaji wetu kutoka Mwanza anaitwa Dr. KB. Kwa wale ambao wanaishi Mwanza mtakuwa mnamkumbuka, mzee wa hip hop, mzee wa Minato, alikuwa anawapa style tofauti sana yani. So kwa tulikuja naye kurekodi album yake, lakini tukaishia kwa ilikuwa ni album single ambayo ilitangulia album. So kwa hiyo ndio tukaishia pale. But at the end of the day tuliishia kurekodi na P-Funk. Ila mwanzo kabisa ilikuwa kwamba walikuwa wanataka kwenda kwa Mika Mwamba na mimi ndio nikapata fursa ya kukutana naye hiyo siku. Okay. Nilisikia pale ulikuwa unasema kwamba ulivyoenda kwa P-Funk kama kuna namna hivi kama wale kukataa hivi. Ilikuwaje ikawa hivyo? Mimi nataka utupitishe hapa. Nani aliyekukataa kati ya Master J na P-Funk? Kuna aliyenikataa. Kwa sababu hao watu labda hukunielewa vizuri kwamba kwa wasanii yani tuseme sana nzima, kiwanda kizima kinajua zamani Halfani alivyokuwa ndugu yetu. Ilikuwa kwamba ukienda kwenye palo lazima usubirie, ama utarudishwa, ama utaambiwa hayupo, ama vipi jamaa kalala, unaona. So ilikuwa ni ngumu sana kwenda kwa Majani. So kilichotokea kwamba tumeenda kwa P-Funk, alafu ikawa kwamba washikaji wamepata appointment, lakini tulipofika pale tukawa mlangoni tunasubiria. So mimi ndio nikawa naambia jamani si tuondoke. Kwa sababu mimi nilikuwa sijui anafanya kazi vipi. Mimi najua kwamba ukinipa muda kuniambia njoo saa 5 ni saa 5. Kama umechelewa kidogo labda saa 5 dakika 10 sawa ama 15. So kwa hiyo mimi kipindi hicho nilikuwa sielewi hata kidogo. So ndio jamaa ananiambia bwana ukija hapa lazima mtakaa, marudini kesho, inakuwa hivyo. So na ilikuwa ni hata studios nyingine. Ilikuwa kama haujulikani, na kumbuka pala hata kwa Master J pia niliongelea swala lile la kwenda unakaa nje unamwambia unataka kuonana na Mr. J, alafu assistant wake anakuambia ameshamwambia lakini hajamwambia. So kwa hiyo wao hawakunikataa, lakini kwamba kwa Master J, kwa mfano kwa Master J ni kwamba yeye alikuwa akitoka studio unamsalimia, wewe una ile kwamba unadhani amefanya nini, kwamba amejua amepewa nafasi, lakini amepewa ujumbe wako, kumbe hajapewa ujumbe. Kwa hiyo anakusema ujambo uko poa, unasubiria, unaona, lakini kumbe hana. Kwa hiyo wewe unafikiri amepata na yeye anafikiri, anajiuliza huyu ni nani ama ni vipi, dogo amekuja kurekodi ama So hiyo ilikuwa ni misunderstanding ambayo ilikuwa hapo. Ila kwa P-Funk ilikuwa ni straight up, unakuja labda anakuambia geuza. Okay, Madi Ice, last time tulizungumza tukiwa pale Julius Nyerere International Airport, na ulikuwa umekuja kwenye media tour. Ilikuwa ni wakati umeachia video ya Baby Girl ambayo ulirudia. Tumekuona tena ni mara nyingine umerudi Tanzania kwa sababu uliondoka ukaenda Uganda, lakini this time tena upo Tanzania. Kuna nini haswa labda ambacho kimekurudisha tena Tanzania? Nadhani kipindi kile nilikatisha media tour kwa yale ambayo yalitokea kwenye baada ya uchaguzi. So kwa hiyo ikabidi niwaachie watu wale ambao walikuwa na maumivu yao wayapitie, na wale ambao yani ile tuseme hali ipite. Unaona, ile ni kwa kuheshimu watu ama jamii, kwa ambao wengine walikuwa na haikuwa sahihi kwangu kuendeleza media tour. Okay? So kwa hiyo nikaamua ni postpone, ndio nikarudi. Sasa majuzi tumerudi kufanya hiyo, kuendeleza. Mwendelezo umekuwepo, na pia kwamba nitakuwa na show Ijumaa ijayo ambayo ni utambulisho wa ile tuseme An Evening with Madi Ice, ambayo itakuwa ni once a year. Tulikuwa tukifanya miaka nyuma, tulikuwa tukifanya once a year, nilikuwa nakuja Dar es Salaam nafanya show naondoka. Lakini pia vile vile ni Road 25, hii media tour tuseme tunaita Road to 25 kwa sababu nafikisha miaka 25 mwaka kesho kwenye sanaa.
So kwa hiyo tumeanza utambulisho, kuwakumbusha nyimbo za zamani taratibu, na hiyo show, kwenye show watu watakao kuwepo au watakao kuja watawasikiliza kazi zetu za zamani na kazi ambazo labda hawazifahamu mpya. So hii ndio ilikuwa lengo la media tour, na bado tunaendelea. Kuna Kenya, kuna Rwanda, so lakini kama unavyojua nyumbani ni nyumbani. Tanzania imekuwa nyumbani always. So kwa hiyo vyovyote lazima nirudi. Kama Made Ice hivi ameaga Ulaya sasa. Kuna namna kama tupo sana sa Afrika Mashariki na Kati. Ni kwamba mipango ya kurudi Ulaya kwa sasa hivi umeistopisha kwanza? Sio kustopisha, kule ni nyumbani, naingia ninavyotaka. Yaani unapokuwa na nyumba 2 ama 3 naingia hapa, leo ukitaka kukaa hapo naenda hapa. So yeah, lakini nimeamua kukaa sana East Africa kwa sababu muda unaenda, umri unaenda, unapokuwa unazeeka, sometimes kukaa nje inachosha. So kwa hiyo nilikuwa na lengo kuanzia zamani kwamba hata kwamba kishafika umri fulani inabidi nirudi nyumbani. Lakini naenda tu nchi yoyote ninayotaka, naenda nafanya kazi zangu narudi. Nataka nifahamu kipindi kile umekuja kwenye media tour na sasa hivi wakati upo Tanzania, wale wasanii ambao mliwahi kuishi maisha fulani pamoja way back, kuna ambaye umekutana naye mkazungumza upya, kuna mipango ambayo mmediscuss kwa wasanii wa zamani? Wasanii wa zamani, mimi nadhani mtu ambaye nakutana naye mara nyingi ni ni Mike T. Kuna AY na Mike T, tunakuwa mara nyingi pamoja. Na sisi kama kawaida tunajadili tu maisha, yani kwamba tunaangalia kuna business ya kufanya nini, mziki tunaujadili pia. Na kama Mike T sasa hivi tunatengeneza album ya pamoja ambayo tunataka mwisho wa mwaka huu, Mungu akitujalia, tuwapatie hata concert ambayo itawakumbusha vitu ambavyo tumefanya nyuma, lakini hizi zitakuwa ni kazi mpya. So kwa hiyo tegemeeni kazi mpya kuja. Tumesha record already tracks kadhaa, na naweza kusema ni tunes ambazo ni nzuri sana. So kwa hiyo alafu AY kuna vitu ambavyo tunataka kufanya, na kuna wasanii wengine ambao they've reached out kwa sababu huwa ni washikaji zangu, so wakiniona mjini kutumia message bro huko town. Lakini mara nyingi utanikuta na AY ama Mike T. Yes. AY ameenda studio bado? Hatujaenda studio. Hatujaenda studio na AY. Lakini tumeshaanza kuangalia ni track ipi tufanye. Yes. Okay. Mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nakifikiria sana hapo kwako Ice. Master J na P-Funk walikuwa ni maproducer ambao walikuwa wanafanya vizuri sana. Katika hao wawili, nani ambaye alikuwa ni mgumu sana kumpata mfanye kazi pamoja? Mimi nadhani ilikuwa inategemea tu na msanii labda, lakini kwa wote tulikuwa tunajua kwamba kwenda kwa P kama kujui ama ndio naanza au yani inategemea, hata na wale ambao walikuwa wanamfahamu. Ukimuuliza Fid Q atakuwa na story yake. Ukimuuliza nani labda Kibla naye atakuwa na story yake. Nadhani kila msanii alikuwa na encounter yake tofauti. Kila msanii alikuwa na encounter tofauti. Baadaye kaja kuchange taratibu. Okay? Lakini kila mtu alikuwa ana encounter tofauti kabisa. Inaonekana Madi before kutoboa, yani kujulikana kwa enzi zile, kama kulikuwa kuna vizuizi fulani vilikuwa vinatokea baina yako. Labda baada sasa kutoboa na ukaanza kung'ara kwa ngoma ambazo zina quality nzuri ya audio, tracks zinalia vizuri redioni, wale ambao walikuwa labda wanakuchukulia ndivyo sivyo, walikufuata labda wakukuplease kwa chochote, labda pengine kama unakumbuka? Kama watu vipi? Kani wapi? Si wala watu unakuta labda mtu unabeba na hebu saidie bana kumwambia Master J session wanakudhalau, wanaona kama mshikaji. Naweza kusema kwamba maishani mwangu nimekuwa na bahati moja. Hata wakati kipindi kile nipo chini, sina kitu chochote, watu kulikuwa kuna ile kutokea mtu kwamba akiniona nilivyo, anakuambia kijana njoo. Hebu njoo tuongee, wewe unafanya kitu gani? Unafanya nini hapa? Yaani mnaanza na nilivyokuwa najielezea ilikuwa inamtosha mtu, poa basi nitakuelekeza kwa mtu fulani. Okay? Na kuna wale ambao hawakuwa kwenye maisha yangu ya sanaa, binadamu wa kawaida ambao hawakuwa kwenye line of work, wale walikuwepo wengi ambao akikuona huyo vipi, ukimsalimia, yani hata mimi huwa napenda sana kusalimia watu kama nakujua. Leo nimekuona, tumekaa hapa tumeongea, siwezi kupita kwa sababu mimi Made Ice. No, nikikuona kwa mdogo wangu vipi, mambo uko poa. Sasa kuna wale watu ambao walikuwa mnajuana kabisa, lakini kwa sababu walikuwa wanaona labda hali yako kiuchumi iko tofauti, kwa unajikuta hata ukitaka kukaa nao wanakuambia bwana tuko busy. Wanakuvimbia. Kina nani hao? Twende hivyo. Twende hivyo. So kwa hiyo wale watu tuko busy, ilifika wakati kwamba ndio hao mtu anaweza kukuambia bwana kuna adili la milioni kadhaa.
mdogo wangu unaonaje hapa kuna dili la hivi, hapo umeshatoka. Lakini ni binadamu tulivyo, ni binadamu. Wengi wetu tuna hiyo kasumba kwamba mtu kama yupo chini tunamchukulia poa ama tunamdharau. Anapofika kwenye status yetu then tunaweza kukaa pamoja. Sasa mimi kwangu ni tofauti. Si haijalishi umevaa nini, usijui na kitu gani, unaendesha gari gani, no. Inategemea tu utakavyo ni handle mimi. Unaongea na mimi kivipi? Kama umekuja kwa heshima, umekuja na busara, umekuja na mawazo mazuri, mimi nitakaa na wewe, haijalishi. So lakini kwa wengi anaangalia huyu kavaa vipi, huyu amevaa so unajua. So ni ubinadamu. Huyu mchokozi Sawa bwana Mad Ice, ukienda kwenye YouTube na platform nyingine, video ambayo umeirudia ya Baby Girl, numbers zinaongea vizuri. Kuna namna mapokezi ya watu yamekuwa ni makubwa sana, wanaonekana kabisa kuna kitu walikimiss. Hii imekuonyesha kitu gani? Kwa sababu kuna namna nadhani ukichungulia dashboard pale unaona numbers zile. Imekupa kitu gani? Lakini pia wale ambao wamekupokea kama ambavyo wamekuwa wanakufahamu zamani, kitu gani pengine unawaahidi na mimi nadhani hii imenifurahisha sana. Kwanza yani imenipa moyo sana na nimeshukuru sana kwa tuseme support ya mashabiki, kwa sababu watu naona kutokea Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, kila mtu ana lake la kusema. So zile zama za kusema bwana watu ma old school wameisha, si mnatuitaje? No. Wengine wanakuambia ma old school, sijui kuna neno lilikuwa linatumika, meisha. Alipo mimi kwangu haikuwa hivyo, kwamba nilikuwa mimi ulikuwa ukisema sio hao ni ma old school, nasema yeah, it's good. It's a good thing, kwa sababu naelewa umri wangu versus wale vijana wa sasa hivi. Lakini imekuja kuonyesha pia, inakuja kutia heshima kidogo kwa vijana ambao walikuwa wamejisahau. Okay? Kuna vijana ambao kwenye sanaa walikuwa wamejisahau na sisi ndio. Kwa hiyo unakuta kuna kashfu, unaangalia wanavyokashfu wasanii wa zamani sijui nini. Tunasahau, mimi nasemaga ile it's like a metaphor, kwamba mimi siwezi kumdharau babu yangu kwa sababu hajanizaa, kamzaa baba yangu ama kamzaa mama yangu. Siwezi, unaona? Sasa tunasahau hiyo kitu. So kwa hiyo mimi kwangu imenipa tu moyo, nikasema okay, tunaendelea kufanya kile ambacho tulikuwa tumekipanga kufanya kabla ya COVID. Tulikuwa tumeshapanga kwamba tutafanya video zote tuzirudie zile za zamani ili watu waweze kupata na kuendeleza uhai wake online. Ndio lengo kubwa, na lengo la pili ilikuwa kuwaonyesha vijana watoto wetu wengine kwamba bwana, mimi naitwa Mad Ice. Wakati uko mdogo kuna wimbo ulitoka, lakini huo wimbo bado uko mzuri na ulikuwa na hii. Okay? 3 na karibia kufikisha miaka 25 kwenye sanaa. So kwa hiyo huu ndio wakati wa kwanza kuwakumbushia bwana, sijamaliza kazi, bado naendeleza kazi. Yeah. Target inayofuata ya video ni ya wimbo gani? Wimbo Wange. Yes. Wange ndio inayofuata kwa sababu watu wameomba, na ilikuwa ndio lengo, nyimbo 2 tu. Baby Girl na Wange, kwa sababu hizo ni nyimbo ambazo zilikuwa ni significant kwenye career yangu. Yes. Last time kwenye media tu Baby Girl tumeisikia sana. Wange bwana, kuna mtu ujue Mad Ice, nilichogundua hata watu wanasema huyu jamaa kumbe ni huyu. Last time wakati tumefanya interview kuna namna watu yeah. Ni kweli kabisa, na ndio lengo lile, kwamba kuna mtu amesema kumbe huyu ndio kaimba, kwa sababu alikuwa kujui. Na wao tunawaambia mimi ni mwepesi sana wa kujitambulisha popote ninapoenda. Hello, mimi naitwa Mad Ice. Ama nitakwambia Ahmed. Wewe si msanii? Yes, na kwa kisanii Mad Ice. Kwa sababu sio kila mtu anakufahamu. Yes, sio kila mtu anakufahamu. Okay. So Mad Ice, mimi najua kabisa kwamba Mika Mwamba kule alipo Finland ni mkalimani, na nilipata taarifa hizo. Umetoa ngoma hii ya Baby Girl na inafanya vizuri video. Je, labda Mika Mwamba alikucheki labda kukupongeza kwa the way unavyofanya vizuri? Yule tunaongea, yule ndugu yangu tunaongea kila siku, ama tuseme tunaongea kila wakati. Yaani mimi sina ile tu kwamba ni cheki tu kwa sababu ya kitu fulani, no. Unaamka vipi mzee, uko poa? Okay? Niko poa. Sio, nawaambia kwamba kuna kazi, nimwambia video imetoka, ndugu umeona, asema umefanya na Niki, umefanya kitu kizuri. So kwa hiyo, lakini ile ni kazi ambayo ni moja wapo ya kazi, sio kwamba eti ndio anayofanya kazi tu, that's moja wapo ya kazi. Yule ni sound engineer, ni producer, na anavyo, kwa sababu anapenda sana lugha ya Kiswahili, pia anafanya ile ukalimani. Yes. Bana, sisi tunakushukuru sana bana Mad Ice, kuacha kwanza ung'ate kidogo. Asante sana. Asante ndugu yangu.